Vijana wanakuwa wanapasuka vichwa tu, yani kijana tu from nowhere anaenda anaingia kwenye gari anapasuka kichwa. Hali ya wasiwasi imetanda katika baadhi ya maeneo ya wilaya ya Rumeru mkoani Arusha baada ya vifo vya vijana zaidi ya 5 kutokea katika mazingira ya utata, huku ikidaiwa kuwa mtu mmoja mmiliki wa kituo cha mafuta alitoa siku chache kwa yeyote aliyefanya uhalifu wa kuchukua kitu chochote katika eneo lake la biashara siku ya tarehe 29 Oktoba arudishe ama kulipa, na asipofanya hivyo lolote litaweza kumkuta. Sasa kama kuna mtu bado ana mali yake, mimi nawasihi tu arudishe mali, kwa sababu sala zinaendelea. Wakizungumza na waandishi wa habari, baadhi ya vijana wamemwomba msamaha mmiliki wa eneo hilo kwa kuhofia kuendelea kuwapoteza ndugu zao ambao walifuata mkumbo. Kadhalika, viongozi wa serikali pamoja na wakimila, mmiliki huyo aliitisha kikao cha kijiji na kutoa miezi 2 kwa vitu vyake kurudi. Kwa upande wa meneja wa eneo hilo la biashara Gido Malandu, amesema bado maombi yanaendelea, hivyo kwa yeyote ambaye alichukua chochote arudishe. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare na kucomment. Mimi nilikuwa natamani kumwambia mmiliki wa hii panoni kwamba awasamee baadhi ya vijana. Kuna vijana ambao walichukua au walifanya kwa namna moja ambao wajui. Kuna ambao waliuziwa, walikuwa wajui, wengine ni wadogo zetu. Mimi ninavyojua kuna wengine walikuwa mpaka ni wanawake. Mimi naomba kama inawezekana kuwasamea hao watu awasamee. Kwa kweli maana sasa vijana hapa machumba na shangarai tutaisha. Mimi kwa niaba ya serikali ya kijiji, kama mjumbe wa serikali ya kijiji, naomba kweli atusamee sana kama tulimkosea kwa namna moja ama nyingine, atusamee baadhi. Na wale ambao walikuwa wanatamani kurudisha, mimi ningetamani tu warudishe, ila mimi kama mimi naomba tu awasamee kwa kweli. Kuna ambao walipewa kweli kitu, kuna ambao waliuziwa bwana, au wajui waliletewa labda gesi huko barabarani, walikuwa wajui. Mimi ningeomba kwa kweli awasamee. Kwa maana pia akiwasamee itakuwa ni jema sana. Kwa ambao walifuata mkumbo pia naomba nao pia awasamee kwa kweli. Naomba awasamee ndugu zangu. Mimi naomba msamaha kwa niaba ya serikali ya kijiji. Kuna vitu ambavyo tumeshaanza kuviona ambavyo vinaleta shida. Kwa hiyo maana nimesema tu neno moja kwamba wasamee. Maana sasa vijana wanapotea, nguvu kazi inapotea. Kesho utashindwa kufanya kazi kwa ajili ya vijana wanaopotea. Tutashindwa kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya vijana. Sasa hivi tunaogopa kupanda hata bodaboda. Sisi wasafiri tunaopanda kwenye bodaboda unamwogopa mtu, maana unasema je, kama na hiyo kitu uwezi sema anaweza kukufikisha mahali hapo akakuangusha. Kwa hiyo mimi nachoomba bana atusamee. Mimi nimeomba atusamee kwa sababu hatuwezi kurudia tena, na kama anatamani kuinvest basi aendelee tena kuinvest, maana pia ilikuwa inatusaidia hapo kwenye kata yetu ya Mbureni. Unajua brother, ni kweli watu wanakufa kila siku, na kuna ambao wanakufa kwa mipango ya Mungu, kuna ambao wanakufa tu kwa sababu ya magonjwa, lakini hata kama huwezi kuona hata picha huwezi kuona, kwa sababu vijana wamekuwa wanakufa kweli. Vijana wanakufa nini kinaoa vijana wadogo? Toa zijaanza leo, toa zimeanza muda mrefu, toa zina zaidi ya miaka 10 nazijua, lakini zilikuwa vijana hawafi kama wanavyokufa sasa hivi. Kwa hiyo mimi ninachosema, kama kuna kitu chochote, mimi nimeomba atusamee. Kama mimi nimeomba kama mdogo wake atusamee, tunaomba atusamee vijana wa kata ya Mbureni, tutaisha. Mimi nimeona hilo, atusamee. Vijana wanakuwa wanapasuka vichwa tu, yani kijana tu from nowhere anaenda anaingia kwenye gari anapasuka kichwa. Kwa hiyo huwezi jua ni nini kinawapata kwenye vichwa kwa kweli. Uenda waliohusika ni bodaboda, kwa sababu mafuta vijana wameingia pale wamechota mafuta pale. Ni nani? Mimi mwenyewe nilikuwa sijuagi pale kuna kisima cha mafuta, lakini vijana walijulia wapi? Kwa hiyo mimi nachoona kwamba vijana wanakufa. Vifo sidhani kama vifo vitaendelea. Kama endapo watatusamee sidhani kama vitaendelea. Lakini mimi nimesema kwamba hatujui ni nini kinaoa vijana, ila lisemwalo lipo, kama alipo linakuja. Kama ndio hilo linasababisha, ndio maana nimesema kwamba hatusamee sisi vijana wa kata ya Mbureni. Baada ya ile dua kukutana, maana tulikutana ofisini kule, mambo yamebadilika, vijana wamekuwa waeleweki. Sasa hivi kijana wanakutana naye tu eleweki. Mimi nadhani ile kitu ndio inaomaliza wa vijana. Mimi kwa sasa ninavyojua vijana kama 7 wamekufa. Wengine nimewashuhudia, tumeona funeral zinapita huku na vijana wanapelekwa kuzikwa. Sasa tutasema ni bwana ametoa kweli? Sidhani kama ni bwana ametoa. Ajali nyingi ni kuanzia kwa Maretu kuelekea Singisi. Majina, mimi naitwa Seuri Marunda, natokea Singisi hapa Meru. Mimi ni kiongozi wa jamii hapo Singisi, na vile ni mwenyekiti wa Singisi wa vijana pale Singisi. Mimi kama mimi nimesema bwana, nimepata taharuki ya vijana wangu, vijana wanakufa sana, vijana wanaondoka bila sababu. Vijana vile yani ni kwamba nashtukiza watu wamepata ajali ambao haina maana, lakini kijana anaondoka. Kwa hiyo sisi kama jamii tumesikitika sana, na vile sisi kama jamii tunaona sio jambo la kawaida, maana
Ni sio kawaida yetu kuzika vijana wengi hivyo ndani ya mwezi mmoja, miezi miwili. Yaani ukipiga mahesabu vijana waliofariki ndani ya miezi miwili, tufanye mpaka leo na vijana walioko moto hadi mpaka sasa hivi ni vijana 7 ambao wanakufa tu bila sababu, wanakufa tu bila sisi wenyewe kujua shida ni nini. Yaani tukio so linahusishwa tu, maana unajua sio kawaida. Alafu ukiangalia na matukio maneno yanayosema ni kwamba yapo. Na vile vile ile tukio linaloongelewa ni tukio ambalo lilifanyika na vijana wengi kwa ule mkumbo, yani kufuata mkumbo. Mimi kama vijana wangu, mimi ni taarifa niliwapa kwamba kama kuna tukio lolote ulihusika nalo Oktoba au kuna tukio lolote ulihusika nalo ndani ya hii Meru, yani wewe nenda kajisalimishe ili tuweze kutengeneza Meru yetu iwe bora na vijana waache kufa. Na wameshaanza kwenda kulipa, wengi wanaenda wanatafuta namba wanalipa. Kwa hiyo ndio maana tukasema tuwatangazie tu vijana ili waweze kupona. Rais Simon Molel ni mwenyekiti wa kijiji cha Mbureni, kata ya Mbureni kwenye wilaya yetu ya Rumeru. Kilichotokea hapa Panoni tarehe 29 Oktoba mwaka jana, kama mnavyokumbuka, kulitokea fujo au vurugu zilizohusianisha na uchaguzi. Kwa hiyo maandamano au zile vurugu zilipotokea na baada ya uharibifu walikuja wamiliki wa sheli na wakazungumza na uongozi wa kijiji na kata ili kuwatangazia wananchi kama kuna yeyote aliyehusika na uharibifu basi au kuchukua chochote arudishe vile ambavyo vinafaa kurudisha na vile ambavyo vinafaa kulipa alipe, na wakatoa akaunti namba. Lakini mpaka sasa ninaamini kwenye kijiji changu, pengine kwa taarifa nilizonazo kutoka kwa watendaji na wenye viti wa vitongoji, ni risiti 1 au 2 ndio zimerudishwa. Lakini vifaa ambavyo vimerudishwa ni jiko moja la gesi ambalo liko tupu na vijiko vya kutumia ambavyo viko kwenye ofisi ya mtendaji wa kata mpaka sasa. Kwa hiyo inaonekana vitu vilivyorudi kutoka kwenye kijiji chetu ni vidogo au vichache sana. Kwa hiyo tunaendelea kuamini kile ambacho tulikuwa tunaamini kwamba waliofanya uharibifu hapa wengi, asilimia zaidi ya 85 walitoka nje ya kijiji, nje ya kata yetu. Inaweza ikawa na ukweli kulingana na maelezo ya watu. Walitoa siku za watu kurejesha vitu vyao, na wasiporejesha basi watachukua hatua zingine za kiimani. Kwa hiyo watu walikubaliana, na ninaamini baadhi ya watu walirudisha wale wahusika, na hata hivyo inasadikiwa vijana wengi ambao wamepoteza maisha, ambao wanasadikiwa wamepoteza kwa sababu ya hofu labda au imani hizo za Panoni kwamba walishiriki, sio wa kata yetu, sio wa kijiji chetu. Ni watu wengi wanasema ni wa Sing'isi na maeneo mengine ambayo yamezunguka kata yetu. Hii ilikuwa ni supermarket na sheli, na kwa bahati mbaya mimi siku hiyo sikuweza kufika kwenye ile eneo la tukio, lakini nilimtuma mwenyekiti wangu wa kitongoji ile mapema saa 1-2 kuja kuangalia ili anipe taarifa na mimi nitoe taarifa sehemu husika. Na kulifanyika uharibifu wa sheli hapa kama unavyoona. Walichukua mafuta, walichoma gari lililokuwa hapa kwa maelezo niliyopata, lakini hii yote ilikuwa ni supermarket. Walichukua vifaa vyote, kulikuwepo huku matairi, michele, vitu vingi. Pia kikao pale kaambia wazee wale wa kimila na wachungaji na mashehe na nini, naomba watu warudishe hizo vitu. Nikatoa siku 7, wakasema toa siku 14, wakasema 14 ni chache, tuongeze hata mwezi. Kaambia sawa, haina shida, hata mwezi. Mimi sina shida, lakini mali irudi. Sasa baada ya kikao kuna vitu vilirudi kama makreti tupu, chungi ya gesi na kitu, sufuria vya wapishi walikuwa wanapika pale. Mpaka sasa hivi kwa mtendaji wa Mbureni pale. Hiyo uzuri niambia kwamba watu sijui wanataka na uongozi au na nini, sijaelewa. Yani lengo leo ni nini hasa? Yani maana ukiona mali imerudi, lengo labda mlidhamiria, labda mlifanya dua maalum kwa ajili ya kuhakikisha wale wote ambao wamehusika inakuta baya ama nini? Unajua bro, mtu anapozulumiwa, yani kama umezulumiwa au unapozulumiwa, lazima hata uwe kama ni Kristo ni shehe, wewe utaomba tu Mungu, mimi nimefanya nini jamani, mali yangu kazulumiwa namna hii. Anaweza kutoa dua, lazima mtu kama mali yako ya halali, lazima Mungu atapenda, lazima Mungu
utapenda. Kwa nini watu wakuharibia mali yako namna hiyo? Kwa hiyo mtu unasali tu sala zako, Mungu nilikosea nini? Basi kafanya namna hiyo. Wewe mtu ameweka investment wale kubwa namna hiyo, hebu niangalie. Wewe fikiri mabii mangapi yamepotea? Haya, pesa yote ya mauzo ya supermarket ya mafuta yote